إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في المسند، والإمام ابن ماجه في السنن، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعاني. Amepokea al-Imam Ibn Majah katika sunani yake na al-Imam Ahmad katika musnadi wake. Masimulizi yanasimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, amesema: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Saumu pamoja na kusoma Qur'ani, ibada hizi mbili zitakwenda kumuombea mja siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu siyamu, itasema ibada ya saumu mbele ya Allah siku ya kiyama: ay rabbi, ewe Mola wangu mlezi, mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba fi an-nahar, mimi nilimzuilia mja wako huyu katika wakati wa mchana kutokana na kula na kunywa. Aliacha kula na kunywa kwa kukuabudu wewe, kwa kunitenda mimi ibada inayoitwa saumu. Fashafi'ni fi, ninakuomba ewe Allah, nipe nafasi ya kumuombea mja huyu kutokana na mazito alionayo. Wa yaqulu siyam wa yaqulu al-Qur'an, na itasema Qur'an: ay rabbi, ewe Mola wangu mlezi, mana'tuhu an-nawma fi al-layli, mimi nilimzuilia huyu mja wako kulala wakati wa usiku. Kawaida alikuwa akimaliza salatu al-isha anakwenda zake nyumbani, kama atakula kidogo baada ya mapumziko analala. Lakini wakati ule ambao anatakiwa kurudi nyumbani ndani ya mwezi wa Ramadhani, anakuwa kwenye kiamu Ramadhani, na kiamu hii ya Ramadhani, salatu tarawih, inarefushwa
kwa sababu panasoma Qur'ani kwa wingi. Sasa Allah, mimi nimemzuilia mja huyu kutokana na kulala wakati wa usiku, na wapo miongoni mwa waja huwa wanaswali salatu tarawih kama ilivyokuwa ada, wengi tunaswali mwanzoni mwa usiku, lakini usiku mkubwa mwishoni kule katika theluthi ya mwisho usiku huwa anaamka, hizbu yake na subu yake ya swala amekusha kuimaliza mwanzoni mwa usiku. Katika salatu tarawih ameswali nyuma ya imamu mpaka imamu anatoa salamu, akaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Alipowafikiwa kuamka usiku, akasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala, akakatiza usingizi wake kwa ajili ya kusoma Qur'an. Qur'ani hii inasema kumwambia Allah, ewe Allah, mimi nimemzuilia mja huyu kutokana na kulala wakati wa usiku, fashafi'ni fi, naomba nipe nafasi nimuombee kutokana na mazito aliyokuwa nayo, fayushafi'ani. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizi ibada mbili zinapewa nafasi ya kuomba na zinamuombea mja. Ayuhal mu'minun, bisiyamikum wa biqur'anikum tasna'una shufa'a yawm al-qiyamah. Enyi waja wa Allah, kwa hizi saumu zenu mnazozifunga na hizi Qur'ani zenu mnazozisoma, Qur'ani zenu mnazozisikiliza, Qur'ani zenu mnazotaamali nazo katika mwezi wa Ramadhani kwa wingi sana, mnatengeneza waombezi siku ya Kiyama. Fa ni'ma shafi', muombezi bora aliyoje huyo ambaye ametokana na matendo yako mwenyewe unayoyatenda katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Ayuha almu'minun, an-nadhiru ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nadharan ilmiyan yudriku anna hunaka irtibata wathiqa baina as-sawmi wa baina al-Qur'an. يكفيك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. anayetizama mtazamo wa yakini kabisa, mtazamo wa kielimu katika dalili za kisheria kwenye Qur'ani na Sunna, ataona kuna mahusiano ya nguvu sana, mahusiano ya karibu sana baina ya ibada ya saumu na baina ya kusoma Qur'an. Hebu angalia kwa mfano kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremka ndani yake Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu na ufafanuzi kutokana na mwongozo huo, na ni furqani. Ayuha almu'minun, alielewa mahusiano haya ya karibu malaika mtukufu Jibril alayhi salam, fakana yudarrisu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an fi kulli ramadhani marra. Alielewa kwa uzuri mafundisho haya. Jibril alayhi salam akawa anamfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kila mwezi wa Ramadhani Qur'ani yote mara moja. وفي سنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم درسه جبريل عليه السلام مرتين، تحقيقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق الدنيا وقد ترك القرآن آمنا سالما. mwaka wa mwisho wa kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, Jibril alayhi salam alikwenda kumsomesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani mara mbili, kwa ajili ya kuthibitisha kwamba wewe unaondoka duniani umeacha Qur'ani hii ikiwa salama, hauna deni. Addaita al-amana, umetekeleza amana aliyokupa Allah ya kufikisha maneno ya Allah kwa viumbe wake, na umeondoka hali ya kuwa amana hii umeiacha ikiwa salama. Wa alima dhalika al-ulama, wakalijua hilo wanawazuoni wa Kiislamu, uhusiano uliopo baina ya kufunga na kusoma Qur'an. Fakana lilimam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi 60 khatma fi Ramadhan. Imam Shafi'i peke yake alikuwa anahitimu Qur'ani yote katika mwezi wa Ramadhani mara 60, khatmatan fi nahari wa khatmatan fi al-layl. Mchana anasoma khitma moja Qur'ani yote mwanzoni mpaka mwisho,
lakini usiku pia anasimama na Qur'ani hiyo yote mwanzoni mpaka mwisho, mpaka siku 30 za kufunga mwezi wa Ramadhan zinaondoka. Al-Imam Shafi'i amesoma Qur'ani yote mara 60. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza kusoma Qur'ani chini ya siku 7, kwa sababu anasoma Qur'ani chini ya siku 7 la yafahuhu, haizingatii, kwa sababu muda uko ni mchache sana. Lakini anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi katika Lataif al-Ma'arif, amma idha kana fi al-amakin al-fadila wa al-mawasim al-khair, ama itakapotokea kuwepo katika maeneo yenye ubora kama vile Makkah, al-Madina, al-Aqsa, na kama itakuwa katika misimu iliyokuwa na fadhila, basi inajuzu kusoma Qur'ani zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu ya kutumia fursa ya nyakati hizi bora na maeneo yale matukufu. Thawabu za usomaji wa Qur'ani zinaongezeka zaidi. Ayuha almu'minun, shahrukum shahru Ramadhan, shahrul Qur'an. Mwezi wenu huu ni mwezi wa Ramadhani, na mwezi wenu huu ni mwezi wa kisomo cha Qur'ani. Kuna waja wa Allah tabaraka wa taala leo hii mwezi 7 na kwa wengine mwezi 6 wamekwisha kuhitimisha Qur'ani, imekwisha. Kuna wengine wapo tayari nusu ya hikma ya pili. Kuna wengine wapo katika juzuu 20 wanaitafuta mwishoni. Kuna wengine wapo katika nusu wanakwenda. Kila mmoja anakwenda na Qur'ani hii pamoja na somo yake, kama zilivyoambatanishwa ibada hizi mbili katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Ewe ndugu Muislamu, kwa saumu yako ambao unafunga hakuna wasiwasi juu ya saumu. Walillahi alhamdulillah, ibada saumu imeeleweka. Kama kuna ibada ambazo zinakubalika sana, sijui labda kwa sababu zina maslahi mengine nje ya ibada kumwabudu Allah, kuna maslahi pia ya kiafya, ndio maana ibada saumu haina tabu kwa watu wengi sana. Lakini ibada ya Qur'ani baadhi ya watu imewaweka pembeni. Sasa jitahidi wewe Muislamu, umeshindwa kusoma Qur'an, sikiliza Qur'an. Hauna muda kusikiliza Qur'an, basi kaa kwenye darasa ambazo katika misikiti mingi mwezi huu wa Ramadhani wanatoa darasa za tafsiri za Qur'an. Hata hapa msikitini kwetu kuna darasa ya tafsiri ya Qur'an siku 4 katika wiki. Basi wewe ni katika watu wa Qur'an, ili utengeneze waombezi wawili siku ya kiyama. Al-Qur'an wa siyam yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyama. Qur'ani pamoja na siyam zinamuombea mja siku ya kiyama. Lakini akhi karim, katika kufunga kwako saumu na katika kusoma kwako Qur'ani, tanguliza sana uchamungu ndani yake, kwa sababu kuna watu ambao anaragha tu amalize Qur'ani, basi utamkuta anajiwekea kwamba ndani ya dakika 10 amekwisha kusoma juzu moja. Dakika 10 unasoma juzu moja, unakwenda kufanya kiasi gani? Hauchungi herufi zake, hauchungi ahkamu zake, hauchungi yale mazuri yaliyopo ndani ya Qur'an. Katika hali kama hiyo utakuwa umesoma sehemu kubwa ya Qur'an, lakini taathira ya Qur'an itakuwa haijaingia katika moyo wako. Qala Allah ta'ala, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. Allah anasema kisha tukawapa kitabu wale ambao tumewachagua katika waja wetu. Faminhum zalimun li nafsihi, wapo miongoni mwao ambao wanazidhulumu nafsi zao hali ya kuwa ni watu waliopewa kitabu. Wa minhum, wapo miongoni mwao muqtasidun, wapo kati na kati, khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wamechanganya matendo mema na matendo mabaya. Wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, Allahumma ij'alna minhum, wapo miongoni mwao ambao wao wametangulia katika khairat kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha almu'minun, bainakum wa baina kitabillahi tabaraka wa taala thalatha tawaif, kati yenu nyinyi waumini na baina ya kitabu cha Allah nyinyi mnatokea makundi mangapi? Makundi matatu. Kundi la kwanza ni dhalimun li nafsihi, na kundi la pili muqtasidun, na kundi la tatu sabiqun bil khairat. Aina anta ya Abdullah min hadhihi at-taifa ath-thalatha, at-tawaifa ath-thalatha? Uko wapi wewe mja wa Allah katika makundi haya matatu? Hal anta dhalimun li nafsika ma annaka taqra al-Qur'an, wa hal anta muqtasidun wa anta taqra al-Qur'an, hal anta sabiqun bil khairat biidhnillah? Je, wewe upo katika wale ambao wanasoma Qur'ani hali ya kuwa wanazidhulumu nafsi zao? Upo katika kundi la wale ambao wanasoma Qur'ani hali ya kuwa kati na kati?
au upo katika wale ambao wanasoma Qur'ani na katika wao wapo katika sabiqun bil khairati biidhnillahi tabaraka wa taala ayuha almu'minun. Bisiyami wal qiyami aidan kadhalik ندرك مغفرة الله تبارك وتعالى لجميع الذنوب إلا الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sio tu kwamba kwa kufunga saumu na kusoma Qur'an tunatengeneza waombezi siku ya kiyama, zaidi ya hayo pia tunapata msamaha kwa madhambi yetu yote, ukiacha madhambi makubwa ambayo yanahitaji tauba nasuha. Ayuha almu'minun, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban, mtu ambaye atasoma, atasali, atafunga saumu ya Ramadhani kwa imani ya kujua Allah kamwamrisha jambo hilo, wa ihtisaban, na kutaraji kwamba kwenye kufanya ibada hiyo anatengeneza thawabu mbele ya Allah jalla jalaluhu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia bila saghair. Wa man qama ramadan, na atakayesimama kusali sala za Ramadhani, salatu tarawih, imanan wa ihtisaban, ana imani kwamba Allah kamtaka asali sala hizo, lakini ana matarajio mema kwamba atapata thawabu kwenye kusali sala hizo, anasema alayhi salatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hal yakunu siyamuna wa qiyamuna sana'atan lishufa'a yawm al-qiyamah, sana'atan lishufa'a yawm al-qiyamah, وهل يكون صيامنا وقيامنا سببا لمغفرة الله تبارك وتعالى؟ Je, kufunga kwetu na kusoma kwetu Qur'an, kufunga kwetu na kusimama kwetu katika visimamo vya Ramadhani tunatengeneza waombezi wazuri mbele ya Allah siku ya kiyama? Au kwa kufunga kwetu na kusimama kwetu katika visimamo vya Ramadhani tunastahili kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala, kila mmoja kwa namna ya ufungaji wake na kwa namna ya usomaji wake wa Qur'an, ndivyo atakavyokuwa anatengeneza muombezi kwa kiwango cha saumu yake na kwa kiwango cha usomaji wake wa Qur'an. Hawa kuna Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, waombezi wao ni bora kabisa kwa sababu wamesoma Qur'ani kwa ubora na kwa wingi kabisa. Lakini mwenye kufunga, jicho lake likawa halijafunga, sikio lake likawa halijafunga, mdomo wake, kinywa chake kikawa hakijafunga, amefunga kwenye kula na kunywa, lakini matusi yanatoka, kusikiliza miziki na muharramat anasikiliza, lakini anatizama muharramat, huyu anatengeneza uombezi wa nyonge sana siku ya kiyama. Bikadri sawmika wa bikadri qira'atik tasna'a ahsana shuf'a au adhafa shuf'a, kwa kiwango cha ufungaji wako na kiwango cha usomaji wako unatengeneza muombezi bora au muombezi nyonge. Lakini kwa kiwango cha usimamaji wako usiku na kwa kiwango cha ufungaji wako unatengeneza msamaha bora zaidi au msamaha uliokuwa dhaifu, na kila mmoja atalipa kutokana na namna ya ufungaji wake na atalipa kutokana na namna ya uswaliji wake na usomaji wake wa Qur'an. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على امتنانه وتوفيقه، وصلى الله وسلم على النبي الكريم الداعي إلى رضوانه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، وuzuri huu wa mwezi wa Ramadhani na uzuri huu ambao tunaupata katika saumu zetu na uzuri huu ambao tunaupata katika visimamo vyetu na usomaji wetu wa Qur'an, hal yastahiqu dhalika an nubadila badalan sayyi'a? Inastahili kwetu sisi tubadilishe uzuri huu kwa badala iliyokuwa mbaya? Lakini nasallallahu salama, wapo watu miongoni mwetu wanakubali kwa khiari zao kubadilisha ubora huu wa saumu, kubadilisha ubora huu wa salatu tarawih,
na usomaji wa Qur'an kwa badala iliyokuwa mbaya kabisa. Kabla sijahitaji badala hiyo, nataka niifanyie mukaddima badala hii kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, fa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin. Haya maneno anasema Allah tabaraka wa taala akimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa amesimama kwenye mimbari yake katika Masjidun Nabawi katika siku ya Ijumaa, kwenye khutbatul Jumaa. Anatoa khutba wakati ule bado watu nyoyo ni dhaifu, nyoyo zao ni nyonge, bado imani haijafika kwenye nyoyo zao, yani wanachanganya, wanapoitwa kwenye imani wanakwenda, lakini wakisikia mambo yao walioyazoea wanamwacha Mtume peke yake, wanakwenda kwenye mambo yao. Akahadhiri Allah tabaraka wa taala kwa kusema, wa idha ra'aw tijaratan au lahwan, ndipo wanapoona msafara wa biashara unapita au mambo yao ya upuuzi waliowazoea, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mchukulie Mtume Muhammad amesimama anatoa khutba hapa, na hawa warithi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashehe na wanazuoni, wamesimama hapa wanatoa khutba, wanatoa darasa, wanaswalisha. Waumini infaddu ila lahwi wa ila tijara. Afadhali lao kama ingekuwa wamekimbilia kwenye biashara kwa sababu wanaenda kufanya iktisabi ya maisha, afadhali. Maana yake wamekosa ibada, wamepata pesa, afadhali ingekuwa hivyo. Lakini wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, wakiona mambo yao ya upuuzi, ujinga wao waliozoea, mambo yao ya lahwi, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, wanakwenda huko wanafuata Mtume Muhammad peke yake wamesimama na watu 12, wengine wote wamefururuka wameenda zao. Chukua picha hii siku ambazo inachezwa michezo ya mpira kwenye klabu zenye kupendwa sana Tanzania, alafu njoo kwenye swala ya jamaa, kwenye salatul jamaa, angalia msikiti ambao ulikuwa unabeba waumini safu 10, alafu muda huo unaoswali kuna mpira unachezwa kwenye hizi mzao wa Tanzania, alafu angalia msikitini kuambakia safu ngapi. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ayuha almu'minun, tutaathiri waumini kwa sifa yetu ya kuwafuata waumini, tutaathiri baadhi ya kariakoo kwa sababu umetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haitakuwa na mvuto, haitakuwa na watu kwa sababu waumini wanasali, wanasoma Qur'an, wanafunga saumu, au saumu zetu zitaathirika siku ya idadi ya Kariakoo. Chagua unachokitaka. Wa kullan yu'khadhu bi dhanbi, kila mmoja atapatilizwa kutokana na uzito wa dhambi aliyoifanya. Hakika ila kwa wale waliorehemiwa na Allah, saumu za siku 2-3 zijazo zitakuwa kwenye wakati mgumu mno, na salatu tarawih katika siku 2-3 zijazo zitakuwa katika wakati mgumu mno, na misikiti itakuwa khawiyatan ala urushiha. Salatu tarawih zitakuwa hazina watu. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum dar al-bawar jahannama yaslawnaha fabisa al-qarar. Hebu tazama juu ya wale watu ambao wamebadilisha neema ya Mola wao, neema ya saumu, wamebadilisha neema ya Mola wao, neema ya Qur'an, wamebadilisha neema ya Mola wao, neema ya visimamo vya usiku. Kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Ayuha almu'minun, saumu zetu za siku 2 zijazo zitakuwa zina mashaka makubwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavipenda zaidi kuliko saumu vitashughulisha siku 2-3 zijazo. Lakini visimamo vyote vya salatu tarawih vitakuwa katika wakati mgumu sana. Kuna uwezekano kabisa msikiti wetu wa Kokobichi ambao katika salatu tarawih huenda tunaujaza msikiti, siku 2-3 zijazo ikawa msikiti huo umefikia safu 2 tu, na watu wa safu 2 wanasema Sheikh, maliza haraka basi programu wetu hapa tukamalizie. Ikhwani, siku moja
inapelekea kuharibu saumu yako ya mwezi mzima wa Ramadhani. Saumu hii umepewa ufunge siku 30, sio siku moja. Na umetaka uswali salatu tarawih siku 30 au 29 au 30. Unakwenda kuchafua siku moja kwa sababu ya lagwi. Hivi wewe ni katika wale ambao lau kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa kasimama na swalisha, angekuwa Mtume Muhammad kasimama anatoa khutba, anatoa darsa, wewe ni katika wale ambao infadhu ila lahwi watatruka an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qa'iman, ungekuwa wewe katika wale ambao walitawanyika wakaenda kwenye hizo lahwi wakamwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa kasimama peke yake. Ndugu zangu katika imani, usijaribu uovu wala usiweke makazi ya uovu katika moyo wako. Mapenzi yako ya imani yako ni ya msingi zaidi kuliko mapenzi yako ya mpira wako, ya klabu yako. Imani yako imetangulia, na ukiondoka duniani utaondoka na imani yako. Kaburini utakwenda kuulizwa kuhusiana na imani yako. Haya mengineyo uliyokuta duniani utayaacha hapa hapa. Waumini, tuondoshe sura hii ya furaha ya lahwi katika msimu wa Ramadhani, na ionekane Ramadhani imeathiri mambo haya ya lahwi. Lakini ikionekana Ramadhani imeathirika kwa sababu ya lahwi, upande wetu sio mimi, tunakuwa upande gani? Yaani Ramadhani wetu imeathirika kwa sababu ya lahwi, swala zetu za tarawih zimeathirika kwa sababu ya lahwi. Kisiwe kwamba lahwi hii imeathirika kwa sababu imekuta katika wakati ambao waumini wapo kwenye ibada. Wamekosa watu, wamekosa furaha kwa sababu waumini wapo kwenye ibada. Huu mwezi wa Ramadhani baa nyingi zinafungwa kwa sababu hazina wateja. Waislamu wanaogopa kwenda kwenye baa mwezi wa Ramadhani. Na hayo mengine pia nayo yakose wateja kwa sababu watu wapo kwenye ibada nini? Ya saumu na ibada salatu tarawih. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.